sisi, na tulipokee kwa furaha kwa imani hilo neno lenye kutuletea wokovu. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya siku. Leo Jumanne, kipindi cha kawaida mwaka A wa kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha pili cha Samueli sura ya 18 aya ya 9 na hadi aya ya 10 na aya ya 14 na aya ya 24 hadi aya ya 25 na aya ya 30 hadi aya ya 19. Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya 5 aya 21 hadi aya ya 43. Karibu tusikilize Injili. Yesu alipokwisha kuvuka kurudia ng'ambo katika kile chombo, wakamkusanyikia mkutano mkuu, naye alikuwa kando ya bahari. Akaja mtu mmoja katika wakuu wa sinagogi, jina lake Yairo. Hata walipomuona, akaanguka miguuni pake, akimsihi sana akisema, binti yangu mdogo yu katika kufa, na kuomba uje uweke mkono wako juu yake, apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye. Mkutano mkuu ukamfuata ukimsonga-songa. Na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo, kusimfae hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemchemi ya damu yake ikakauka, naye akamfufua mwilini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyenigusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusonga-songa, nawe wasema, ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amwone yule aliyelitenda neno hilo. Naye yule mwanamke akaingia na hofu na kutetemeka, akijua lililompata. Akaja akamwangukia, akamweleza kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa imani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Hata alipokuwa katika kunena, wakaja watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi wakisema, binti yako amekwisha kufa, kwani kuzidi kumsumbua mwalimu? Lakini Yesu aliposikia lile neno likinenwa, akamwambia mkuu wa sinagogi, usiogope, amini tu. Wala hakuruhusu mtu afuatane naye, ila Petro na Yakobo na Yohane nduguye Yakobo. Wakafika nyumbani kwa yule mkuu wa sinagogi, akaona ghasia na watu wakilia, wakifanya maombolezo makuu. Alipokwisha kuingia, akawaambia, mbona mnafanya ghasia na kulia? Kijana hakufa, bali amelala tu. Wakamcheka sana. Naye alipokwisha kuwatoa nje wote, akamtwaa babaye yule kijana na mamaye na wale walio pamoja naye, akaingia ndani alimokuwamo yule kijana, akamshika mkono kijana, akamwambia, Talita kumi, tafsiri yake msichana, na kuambia, inuka. Mara akasimama yule kijana, akaenda, maana alikuwa amepata umri wa miaka 12. Mara akashangaa mshangao mkuu, akawaonya sana mtu asijue habari ile, akaamuru apewe chakula. Neno
la Bwana. Sifa kwako Kristo. Katika Injili tuliyoisikia, Yesu anamponya binti wa Yairo na mwanamke aliyetokwa na damu. Kama tulivyosikia katika Injili, Yairo anaelezwa kama mmoja wa wakuu wa sinagogi, watawala wa sinagogi waliokuwa watu maarufu wenye sifa njema, waliosaidia shughuli za ibada na ujenzi. Yairo alikuwa amesikia habari za Yesu na kuamini kuwa anaweza kumponya binti yake. Alimwambia Yesu akamponye. Walipokuwa wakienda nyumbani, umati wa watu ulimfuata Yesu wakimsonga-songa, naye mwanamke mwenye kutokwa na damu aliponywa. Mpendwa msikilizaji, tutafakari juu ya uponyaji wa watu wawili. Tuanze kwa kuangalia kuponywa kwa mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12. Kwa muda wote huo amepata mateso mabaya, ameteseka kwa kuhudumiwa na waganga wengi, ametumia mali zake zote alizokuwa nazo, na hali yake iliendelea kuwa mbaya zaidi, hasa kwa kutengwa na jamii. Maana kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 15 aya 19 hadi aya ya 30 tunaambiwa habari juu ya mwanamke anayetokwa na damu. Alitengwa na jamii kwa kuwa ni najisi, na hata ukimgusa au kukaa sehemu alipokuwa unakuwa najisi. Ndo maana waliwatenga kwa kuwa ni najisi. Mwanamke huyu hakuogopa hayo yote yaliyomtesa kwa kipindi kirefu, bali alienda katika umati wa watu waliokuwa wanamsonga-songa, akijiambia, nikigusa mavazi yake nitapona. Rejea aya ya 28. Uguso wa mwanamke kwa vazi la Yesu ulikuwa ni tendo la imani. Hili lilithibitisha kuwa alitambua sifa za Masia alizokuwa nazo Yesu Kristo na matendo yake. Kwa kuwa nabii Zakaria alikuwa ametabiri kuwa siku hizo watu 10 wa lugha zote za mataifa wataushika upindo wa nguo yake, yeye aliye Myahudi. Naam, waushika wakisema, tutakwenda pamoja nanyi, kwa maana tumesikia kwamba Mungu yu pamoja nanyi. Rejea kitabu cha nabii Zakaria sura ya 8 aya ya 23. Ndugu mpendwa msikilizaji, tunapomwendea Yesu tunamwendea kwa imani. Tunapokutana naye katika sadaka ya adhimisho la misa takatifu, mawazo yetu yanakuwa kwa Yesu, au ndio wakati wa kwanza tunakuwa tunapanga mipango ya nyumbani? Mwanamke anatufundisha tumwendee Yesu kwa imani, na hata maneno na mawazo yetu yamwelekee Mungu, kwani neno linabeba mamlaka, nguvu, chemichemi za uhai, lina uwezo na linatenda. Maana mzaburi katika sura ya 119 aya ya 105 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Maneno yetu yawe ni ya baraka kwa wengine, kuwatia moyo na sio kuwakatisha tamaa, kwani kwa neno tunaweza kubariki au kulaani. Wazazi, muwatakie watoto maneno mazuri na ya baraka kwao. Mwisho, Yesu anamfufua binti wa Yairo. Yairo alimwamini Yesu kuwa anaweza kumrudishia uhai binti yake. Yesu anadhihirisha kuwa ana nguvu kuliko kifo au mauti. Mpendwa msikilizaji, Yairo anatufundisha kuombea watu wengine, kuwatakia matashi mema na hata kuwahudumia wenye uhitaji kama wagonjwa. Pia wakati mwingine changamoto au matatizo hutufanya tumrudie Mungu, kwani mara nyingi tunasahau baraka na neema anazotujalia Mungu na kujivuna kuwa ni kwa uwezo wetu. Kumbe katika changamoto au matatizo ndio wakati mzuri wa kuongea na Mungu na sio kukata tamaa. Mwanamke aliyetokwa na damu kwa muda wa miaka 12 na Yairo
Changamoto zao ziliwafanya wakutane na Bwana wetu Yesu Kristo na akawapumzisha. Rejea Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 28 hadi aya ya 30. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Moses Faustin Juni wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kora, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Bwana limekuja kwetu sisi.